Klabu ya Young Africans imesikitishwa na kitendo cha mashabiki wake kupigwa pale visiwani Zanzibar kwenye mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Simba na RS Berkane. Na mashabiki, kuna video ambazo zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii ambazo zilionyesha mashabiki wa Yanga wakiingia kwenye uwanja wa Amani pale visiwani Zanzibar na wakatoa na mashabiki wa Simba na wengine walipigwa. Na baada ya kupigwa, klabu ya Young Africans kupitia mtendaji wake mkuu CEO Andre Mtine ametoa barua ya kulaani vikali kitendo hicho ambacho kilifanywa na mashabiki wa Yanga, huku wakiomba mamlaka husika kuingilia kati na kuangalia namna gani ambavyo wanaweza kutengeneza mazingira mazuri ili kufanya mchezo wa mpira wa miguu uweze kuwa fair kwa mashabiki wote wa mpira na uweze kuwa uweze kuleta faida kwa watu wote, kwa maana ya kutengeneza ile fair kwa mashabiki wa Simba na mashabiki wa Young Africans. Kitendo hiki ni kitendo ambacho of course hakuna mtu ambaye alikipenda. Watu wengi walalamika sana kwenye mitandao ya kijamii, lakini kwangu mimi nilifurahi kwa sababu Simba walitangaza kabisa kwamba wataenda uwanjani na jezi zao nyekundu. Kwa hiyo hawakutaka kuingiliwa na mtu mwingine yoyote. Kwa hiyo kilichowapeleka Yanga pale, walienda kwa nini? Ile sio mechi ambayo inawahusu, na kama sio mechi ambayo inawahusu maana yake walipaswa kukaa nyumbani kwao. Sasa kwa nini wao wameenda uwanjani? Kwa hiyo kitendo cha kuchaniwa jezi wala mimi hakikunishangaza, kwa sababu Simba walishatangaza na walishatoa tahadhari kwamba hawataki mtu ambaye sio mtu wa Simba, na walisema wakigundua unahujumu timu yao pia hutatoka uwanjani. Sasa nani ambaye anaweza kuhisiwa kwamba anahujumu timu? Ni hao mashabiki wa Yanga ndio ambao wanahisiwa kuhujumu timu. Sasa kwa nini wao walienda wakiwa wamevaa jezi zao za Young Africans? Kuna wakati mashabiki wenyewe wanakuwa wachokozi. Washabiki wa Yanga hawakupaswa kwenda kwenye mchezo wa fainali, lakini pia klabu ya Yanga haipaswi kuwalazimisha wadau kukemea hicho kitendo. Yaani wao kama klabu msimamo ni upi? Kama ni kukemea, wao kama klabu ikemee kama klabu. Halafu wadau wamegawanyika, kuna wadau wa Simba, kuna wadau wa Yanga. Kwa hiyo ndani ya wadau kuna mtu atasupport yeye kama mdau kwamba bwana, mimi ni mdau wa Simba nitasupport kupitia Simba. Mimi ni mdau wa Yanga nitasupport kupitia klabu yangu ya Young Africans. Halafu kuna mdau ambaye ni huru, ambaye yeye atachuja mwenyewe kwamba aende upande gani, aridhike na kile ama asiridhike na kile. Lakini matendo kama haya ya mashabiki kupigwa ni matukio ambayo Yanga wamekuwa wakiyafanya mara nyingi kuliko hata Simba, na ni mara chache kuona Simba inapiga mashabiki, lakini mara nyingi wao huwa hawakemei mashabiki wao kuwapiga mashabiki wa Simba. Kwa hiyo ni jambo fulani ambalo pia limekaa kidogo kimkakati. Leo Yanga kafanyiwa, inaonekana wao wanaanza kulalamika. Na wakati si Yanga kuna kipindi Simba waliwahi kufanyiwa hivi tu kama hivyo, na watu walikuwa wanakaa kimya. Ndio hatusupport watu kupigana viwanjani, hatusupport watu kusababisha vurugu uwanjani, lakini kutolewa kwa shabiki kwa sababu ya mashabiki ametolewa in a fair way, mimi kwangu bado sioni kama ni shida, kwa sababu shabiki katolewa kawaida, hajapigwa marungu, hajapigwa mateke. Na kuchanwa jezi, ile jezi imeonekana inachanwa, lakini hakuna video ambayo inathibitisha kwamba mtu alivuliwa jezi na akachaniwa jezi, hapana. Ila ile jezi ilionekana tu inachanwa. Inawezekana watu walinunua hiyo jezi wakaamua kuchana, inawezekana. Lakini pia inawezekana kwamba labda hiyo jezi ilionekana tu sehemu inazagaa wakachukua wakachana, kwa sababu naamini kama kuna shabiki ambaye amevuliwa ile jezi ndio ikachanwa, ingeonekana dhahiri kwamba huyu mtu kavuliwa jezi. Kuna video lazima ingeonekana. Hiyo video haionekani, na watu wakisha rekodi video mara nyingi huwa wanaweka kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ile pia tungeiona kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo Yanga pia kutulazimisha sisi wadau tukemee ni jambo lingine ambalo limekaa kidogo tofauti. Wao kama klabu walipaswa kukemea kwanza wao wenyewe, halafu wadau ndo wachague kwamba wadau wakemee ama wadau wasikemee. Mimi kwa mtazamo wangu, swala la Yanga kusema ni swala ambalo linatakiwa kukemewa na wadau wote ni jambo ambalo sio la kweli, kwa sababu ndani ya wadau kuna wadau wa Yanga watasapoti kuhusu Yanga yao, kuna wadau wa Simba watasapoti kuhusu Simba yao, na kuna wadau ambao wako neutral, wao nao watachuja kwamba ni kemee upande gani au labda niliacha ilipite kama lilivyo. Kwa hiyo kuna vitu vingine, kwa sababu hata wao mashabiki wao wamewahi kufanya, wanapaswa kutoa msimamo wao kama klabu kwamba wao kama klabu wanakemea. Lakini kuhusu wadau ni watu wengine ambao wao pia wana mitazamo yao ya tofauti. Kwa hiyo kuwalazimisha wadau au kusema kwamba ni swala ambalo linapaswa kukemewa na wadau wote, hiyo pia haijakaa sawa sana. Wao walipaswa kukemea kama klabu na kuziomba mamlaka za soka aidha kuadhibu wale watu
au kutengeneza mazingira mazuri ya namna gani ambavyo watu wanatakiwa kuingia na kushuhudia michezo mbalimbali ya ligi kuu na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo swala kujumuisha wadau pia nao wakemee ni jambo ambalo kwangu mimi halijakaa sawa sana. Nadhani Yanga kwenye hili pia kuna namna wamekosea, lakini all in all ni kwamba sisi tunapaswa kutengeneza ile fair play kwenye mpira, kwamba mashabiki lazima waheshimiane, lakini kwenye mpira wetu watu wametengeneza mazingira ya watu kutokuheshimiana. Kwa mfano juzi Alikamwe na timu na mashabiki wake wanashangilia kuhusiana na ushindi wa Berkane. Wewe unafikiri mashabiki wa Simba watafurahi? Hawezi kufurahi. Kwa hivyo vitu wakati mwingine lazima vifanyike kwa uweledi. Yaani hata Yanga pia hawana uweledi. Wangekuwa na uweledi mzuri ni rahisi kukemea vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu nafikiri ni sawa mashabiki kukemea na wadau kukemea, lakini kuna wakati hivi vitu vinachochewa na viongozi hizo timu. Yaani huwezi kuwa leo unashabikia wapinzani kuja kubeba taji kwenye ardhi yetu afu useme watu eti watakuunga mkono. Ni ngumu mno. Kwa hiyo inabidi wakati mwingine watu waheshimiane kwanza, timu zenyewe ziheshimiane. Kwa hiyo zikishaheshimiana timu ni rahisi hata mashabiki kuheshimiana, lakini kama timu zenyewe haziheshimiani, wewe unafikiri hiyo heshima utaipata wapi? Ni ngumu kuipata hiyo heshima yenyewe.